Kaburi lina sifa mbalimbali. Kaburi ni shimo ambalo linachimbwa kwa ajili ya kuweka mwili wa marehemu katika muktadha wa Kiafrika, na mwili wa marehemu unaweza ukawekwa ukiwa ndani ya jeneza au ukiwa umefunikwa na sanda pekee. Katika kaburi, ndani ya kaburi hakuna taa, ingawa mtu alipokuwa mzima aliishi katika taa. Inawezekana ikawa taa ya shemli au taa ya umeme au kibatari, lakini ndani ya kaburi giza tupu. Katika kaburi hakuna chakula cha aina yoyote. Katika kaburi hakuna kinywaji chochote, isipokuwa tu mvua ikinyesha, basi walau maji yanaweza yakaufikia ule mwili, lakini kinywaji kingine chochote kama bia, kama soda na vinginevyo, hatuzani kama kuna mtu anaviweka ndani ya kaburi. Katika kaburi hakuna TV kwamba marehemu basi anaweza kaangalia TV. Hata kama alipokuwa anaishi alikuwa anaangalia TV, ndani ya kaburi hamna TV. Kwenye kaburi hamna kiyoyozi IC. Hicho kitu hakipo, ili kimpe marehemu kule ndani baridi, kwa sababu udongo unamgandamiza. Kaburi ni sehemu ya giza. Kaburi ni sehemu ambayo kwa kweli hakuna mtu anayefurahia, anaweza kusema nafurahia kukaa ndani ya kaburi. Hata kama mtu anajichimbia kaburi akiwa mzima, sio kwamba anatamani aende pale muda sio mrefu, hapana. Wanachimba tu kujipa ujasiri kwamba ninaenda kweli kwenye sehemu ambayo ina changamoto, ina giza, ina mateso ya kila aina ya sampuli. Wakati mwingine hata kuliwa na wadudu, lazima kuliwa na wadudu, ni mateso. Baada ya muda inabakia mifupa tu ambayo ni mikavu, ambayo haiwezi tena kupewa chochote ikaweza kuwa na uhai, isipokuwa tu kwa namna ya ajabu kama tutakavyoona katika somo la kwanza. Kwa hiyo hiyo ndio taswira ya kaburi tulionayo, sehemu ya mateso makubwa. Mpendwa mtazamaji, katika Dominika ya 5 ya Kwaresma ya mwaka A, kila mmoja anaalikwa kutoka katika kaburi alilopo, na sasa hapa sio kaburi tena la kimwili bali kaburi la kiroho, na kuingia katika sehemu ya mwanga ambayo atafurahia vile ambavyo ndani ya kaburi havipo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Ezekiel sura ya 37. Kimsingi kitabu cha Nabii Ezekiel sura 37 kinatoa fundisho juu ya mifupa mikavu. Mifupa mikavu. Ezekiel alionyeshwa mifupa mikavu ambayo baadaye ilirudishiwa tena uhai na ikawa watu, na uhai ukawepo tena, uzima ukawepo tena. Sehemu hii ambayo tunaisoma ni taswira ya namna ambavyo Wayahudi walipelekwa utumwani kule Babeli, na Ezekiel mwenyewe pia alipelekwa kule utumwani Babeli, na kule Babeli Wayahudi walipitia mateso makali. Kwa hiyo huko ni kama walikuwa kaburini. Mateso walioyapitia, baadhi yao walikuwa wanachomwa moto wakiwa hai. Ukirejea kitabu cha Nabii Danieli sura ya 3, akina Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa wamechomwa moto wakiwa hai. Watu wengine walikuwa wanatupwa katika mashimo ambayo yana wanyama wakali. Danieli mwenyewe alitupwa humo. Ukirejea kitabu cha Nabii Danieli sura ya 6. Ni sehemu ambayo Wayahudi walikuwa wanakatwa viungo vyao vya mwili wakiwa wanaona hivi hivi. Ukirejea katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 52 utaliona hilo. Kwa hiyo ule utumwa wa Babeli ulifananishwa na kaburi. Kaburi, mateso, kuchomwa moto, kukatwa viungo vya mwili, wakati mwingine kuwekwa kwenye mashimo ambayo yana simba, pamoja na mateso mengine mengi ambayo pengine hatujaelezewa, lakini ile ilikuwa ni mfano wa kaburi. Ndio maana sasa somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Ezekiel sura 37 aya 12 hadi 14, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu asema hivi, tazameni nitayafunua makaburi yenu na kuwapandisha ninyi kutoka makaburi yenu, enyi watu wa taifa langu. Kimsingi atawatoa kwenye makaburi ya mateso, yani kule utumwani Babeli, atawarudisha Yerusalemu. Nitawarudisha katika nchi ya Israeli. Maana yake sasa warudi Yerusalemu kutoka katika utumwa wa Babeli ambapo kuna mateso, kuna makaburi ya mateso. Somo la Injili linatoka katika mwinjili Yohane sura ya 11. Somo hili pia linazungumzia juu ya ufufuo wa kijana mmoja aliyeitwa Lazaro. Huyu alikuwa amekufa na akazikwa kwenye kaburi, na ndani ya lile kaburi tunaambiwa kwamba alikuwa ameshaanza kuoza. Kwenye kaburi wakati mwingine kuna uozo, watu kule wanaoza, wanaliwa na wadudu. Dada zake ambao ni Martha pamoja na Mariamu, basi wanampa Yesu taarifa, na Yesu anafika pale, na katika hali ya ubinadamu naye anapatwa na uchungu, lakini baadaye anamuita Lazaro, toka ndani ya kaburi.
Basi Lazaro akatoka ndani ya kaburi, yupo mzima tena. Watu wengine wanajiuliza, hivi Lazaro huyu alikufa? Alikuja kufa baadaye, hayupo mpaka sasa hivi. Lazaro aliyefufuliwa alikuja kufa baadaye. Sasa katika injili ya leo tunachokiona hapa kikubwa ni kwamba Yesu anamrudishia tena huyu kijana uzima. Katika somo la kwanza tuliona kabisa Mungu anawaahidia Waisraeli kwamba watatoka katika makaburi yao, alafu watakuja tena katika nchi yao ya Israeli, Yerusalemu, mji wa Yerusalemu, watafurahia maisha. Na hapa tunamuona Yesu ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu akimrudishia tena uzima huyu Lazaro ambaye alikuwa ameshakufa. Na katika somo la pili waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8, neno la Mwenyezi Mungu linatuambia kwamba kwa kupitia Roho Mtakatifu sisi tumefanywa wana wa Mungu. Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu kutoka wafu, basi anatufanya na sisi tuweze kuwa hai katika maisha yetu, endapo tu tutaishi kwa mujibu wa matakwa ya kimungu katika maisha yetu. Sasa ni ujumbe upi tunaopata katika masomo ya leo? Walau mambo manne makubwa. Jambo la kwanza, tambua kaburi lako ulilopo. Waisraeli kaburi lao lilikuwa ni kule utumwani Babeli, na kaburi hilo lilisababishwa na wao kumkataa Mungu, kuabudu miungu ya uongo na kuacha kumtegemea Mungu, wakawa wanawategemea wanadamu. Ndio maana walipelekwa kule utumwani Babeli. Ukirejea mfalme wa mwisho wa Yuda ambaye ni Sedekia, wakati mwingine alienda kuomba msaada kutoka kwa Wamisri ili wamsaidie kupingana na Wababuloni, lakini mwisho wa siku msaada wa mwanadamu haukumsaidia. Mwisho wa siku akapelekwa huko utumwani Babeli. Tambua kaburi lako ni lipi. Ni kitu gani ambacho unakipitia katika maisha kinakutesa sana, na chanzo cha hayo mateso ni nini? Pengine unaumwa sana kwa sababu ya kunywa pombe, pengine unaumwa sana kwa sababu ya kupenda sigara, pengine ni kwa sababu ya bangi, miraa, pengine ni kwa sababu ya mahusiano ambayo sio rafiki. Uliweka tumaini lako kwa mwanadamu, ukadhani mwanadamu anaweza akakutatulia changamoto zako zote. Tambua kaburi lako liko wapi. Tambua kaburi lako liko wapi. Pengine ulipenda mno fedha, ukadhani fedha inaweza kumaliza kila shida. Tambua kaburi lako ni wapi, maana unaweza ukawa nazo sasa, lakini unagundua kwamba huna raha. Miaka labda mtu anakaa miaka 80 70 anatafuta fedha na haridhiki. Kumbe unatambua kaburi lako liko wapi. Pengine umeenda kwa wachawi, yani wewe unataka kujitafutie umaarufu. Kila siku zinapoenda umaarufu unapungua badala ya kuongezeka. Unakuwa na msongo wa mawazo. Tambua kaburi lako liko wapi. Kanisani huendi tena, Mungu humheshimu tena, na unashangaa hata watu wanakutenga. Alafu unaanza kuwalaumu watu kwa nini wanakutenga. Tambua kaburi lako liko wapi. Tambua kaburi lako liko wapi. Na anayeweza kukufanya utambue kaburi lako liko wapi kwa kweli ni Mungu mwenyewe, na ndio maana kupitia neno hili basi anatuambia tutambue makaburi yetu. Yeye mwenyewe anatuambia yuko tayari kutusaidia tutambue makaburi yetu. Jambo la pili la kujifunza katika masomo ya leo ni kutoka katika Injili. Yesu anatuita kutoka makaburi yetu. Yesu alimwambia Lazaro, toka huko kaburini, na akatoka akiwa mzima. Basi pengine umekuwa katika kaburi fulani kwa muda mrefu, au nimekuwa katika hali fulani kwa muda mrefu ambayo ni ya mateso. Katika siku ya leo Yesu ananiambia nitoke huko na nifuate njia ya uzima. Na njia ya uzima ni ipi? Kama nilikuwa mlevi niache ulevi, afya yangu itaimarika. Kama nilikuwa navuta bangi, sasa niache bangi, nibakie tu kawaida, sitakufa. Nitaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Bwana kwa sababu nitasema Mungu ameniadhibu sana, lakini hakuniacha nife. Zaburi ya 118 aya 17 na 18. Labda nilikuwa katika mahusiano ambayo pengine sio mazuri, nione namna ya kurekebisha mahusiano yangu, niweze kuwa na msamaha na upendo, basi nibaki niishi kwa amani, nisiendelee kubeba watu kwa muda, maana hapo najitafutia kifo. Yani hapo ni sawa najiozesha mwenyewe. Pengine nilikuwa mwizi sana, basi niachane na wizi, nifanye kazi. Yesu ndiye ananiambia hivyo, toka huko kwenye wizi, njoo. Pengine nilikuwa natamani sana mambo ya watu na nini, basi walau leo ninaambiwa nitoke huko nije kwa Yesu ili niweze kuwa mzima tena. Lazaro alibakia na uzima na akaishi kwa muda mrefu, na akawa kielelezo cha kwamba Yesu anaweza kurudisha tena uhai. Jambo la tatu la kujifunza, tuwasaidie watu wengine kutoka katika makaburi yao. Kuna watu wengine ambao wanateseka tu kwa vile hawajajua chanzo cha mateso yao ni nini. Kwa mfano, kuna mtu ambaye ana msongo wa mawazo lakini hajui sababu ya huo msongo wa mawazo ni nini. Kuna mtu mwingine ambaye anaumwa mara kwa mara, na akienda hospitalini akipimwa anaonekana hana ugonjwa. Anaambiwa anywe maji mengi na apumzike, lakini kumbe ana msongo wa mawazo kichwani. Tutambue, wasaidie watu wengine kutoka katika makaburi yao. Kuna watu wengine ambao wanajitahidi kutafuta watoto, hawapati. Wanadhani wamelogwa. Kumbe tu ni mifumo yao ya uzazi ina changamoto.
Kama Mungu amekujalia ukawa na uelewa huo, wasaidie hao watu watoke katika makaburi yao. Kuna watu ambao wanaanguka kwa sababu ya kifafa, wanadhani kwamba wamerogwa au wanalaana. Na basi tuwaondoe watu katika makaburi yao. Tuwaambie ukweli tu kwamba kuna wakati mwingine magonjwa hayo yanatokana na namna, wakati mtu anapozaliwa kuna changamoto zinaweza zikatokea, basi au baada ya kuwa mtu mzima amepatwa na jeraha fulani. Kuna watu wengine baada ya kuwa watu wazima wanachanganyikiwa, wanakuwa kidogo ufahamu unapotea. Basi watu wasione kwamba ni kulogwa tu. Tuwasaidie watu kutoka katika makaburi yao kwa kuwapa maarifa yaliyo sahihi. Wakati mwingine mtu anapokufa, kuna watu hawaelewi sababu kwa nini afe, hususan mtu anapokufa akiwa mdogo. Wasaidie watu kutambua makaburi yao. Kuna sababu za kimsingi. Ukirejea katika kitabu cha Hekima ya Solomoni sura ya 3 na sura ya 4, watu wanakufa katika muda wowote ule. Tuwasaidie watu kutoka katika makaburi yao, kama vile Martha na Mariamu walivyomsaidia Lazaro kutoka katika kaburi lake kwa kumuita Yesu. Jambo la mwisho, katika kipaimara tulijazwa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Basi mapaji hayo yatusaidie kutambua makaburi yetu na kuishi kwa hekima, upendo, busara na maisha ambayo yana uchaji kwa Mungu na moyo wa ibada kwa Mwenyezi Mungu. Hatimaye nikutakie Dominika njema ya 5 ya mwaka A ya Kwaresma, na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima.